Katika vilindi vya msitu huu uliolaaniwa, Juma na Hamisi walitembea kwa ari kutafuta utajiri uliodhaniwa kuwa dhahabu ya kale. Juma aliongozwa na tamaa isiyo na kikomo, huku akimdhihaki Hamisi aliyekuwa akitetemeka kwa hofu ya kila sauti ya ajabu ya msituni. Walipofika mbele ya mti wa ajabu, ramani mikononi mwao ilibadilika rangi ghafla na njia ya nyuma ikafunikwa na vichaka vizito vya miiba. Giza liliingia kwa kasi isiyo ya kawaida, na ukungu mzito ukaanza kutanda, ukificha hatari iliyokuwa ikiwaniatia kwa karibu sana. Kicheko cha mwanamke wa ajabu kilivuma kila upande, huku kiumbe chenye macho ya moto kikipita kwa kasi nyuma ya miti iliyotikisika. Hofu sasa ilimtawala hata Juma, na Hamisi akaanguka kwa magoti akijua kuwa wameingia kwenye mtego ambao hauna mlango wa kutokea. Walipofika kwenye mti mkuu mwekundu, badala ya dhahabu, walikuta fuvu la kale la kutisha lililoashiria mwisho wa safari yao ya kutamaa. Hamisi aligundua kuwa walikuwa wamesalitiwa. Bakari alikuwa amewatumbukiza kwenye mtego wa giza kupitia ramani ile ya laana waliopewa. Wachawi wenye macho ya kijani yanayowaka walitokea juu ya mti, vicheko vyao vya kishirikina vikigandisha mioyo ya vijana hawa. Miguu ya Juma ilianza kugeuka kuwa mizizi ya mti, ikimgandisha ardhini milele kama onyo kwa wale wote wenye tamaa ya haraka. Kumbuka, si kila kinachong'aa ni dhahabu. Wakati mwingine, tamaa ni njia fupi inayoelekea kwenye mtego wa kifo usio na huruma.